msikilizaji, kikawaida, kimwili, kihisia na hata kimaisha, kwa kawaida mwanamume mwenye afya hupata hamu wakati wa asubuhi, wakati wa alfajiri, hata bila kuchochewa na hisia za kimapenzi. Wewe kama ni mwanamume ambaye ni shabab, ambaye ni rijali, unakula, unashiba, unahisia kisawasawa, basi ni lazima inapofika alfajiri, yani uume huo umesimama, bila kushikwa sikio, bila kushikwa bega, bila kupigwa mnyonyo. Na hiyo huwa ni ishara kwamba mishipa yako ya damu, mfumo wa uume wako na nerves za uume zinafanya kazi vizuri na itakavyo, yani itakiwavyo. Umeelewa? Sasa kukosekana kwa hiyo hali kwamba ikifika asubuhi Abdalla amelala, hataki kujua ni kumekucha, kumepambazuka, yeye hajui chochote, mwanamume, kunaweza kukusababishia mambo makuu sana. Na ni lazima ujiulize, kwa nini Abdalla haamki asubuhi? Na ni lazima jamani, ni lazima. Sasa mimi nitazungumzia zile sababu ambazo zitakufanya wewe ushindwe kumpa mwanamke wako ama mke wako cha asubuhi. Sababu ya kwanza huwa ni zile sababu za kimwili tu, kutokana na mzunguko dhaifu wa damu. Inasababishwa sana na maradhi kama vile presha ya damu, kisukari, au mafuta yakiwa mingi sana, excess cholesterol. Inaathiri mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye uume ili upate kusimama, ili upate kuerect. Matatizo ya hormone, viwango vya chini vya testosterone. Hii ni ile hormone ambayo inaongeza nguvu za kiume. Kama vile kwa mwanamke ni estrogen kwenye kipochi manyoya, hupunguza nguvu za kuamka na hamu ya tendo la ndoa. Ikiwa imepungua hiyo hormone ama kiwango kikiwa chini, basi jua wewe kidogo utakuwa una mushkil. Maradhi mengine ni magonjwa ya nerves, mfano ugonjwa wa UTI. Haya, kabla hata ujijua una UTI, kuna yule mwanamume ambaye siku zote yeye analalamikia maumivu ya ugonjwa wa uti wa mgongo. Backbone. Unaumwa tu wewe, kila siku unaumwa tu. Basi ujue uko katika hatari ya kutoweza kumpatia mke wako cha asubuhi, Sheikh. Kwa hivyo jihadhari kabla ya hatari. Maradhi ya stroke yanaweza kuathiri mawasiliano kati ya ubongo na uume. Kuna na madhara ya dawa, baadhi ya dawa za shinikizo la damu, msongo wa mawazo. Manake kuna wengine wanapitia depression, wanakwenda hospitalini, wanapewa dawa kidogo za kupunguza msongo wa mawazo. Kuna wengine wanakosa usingizi. Kumbe kukosa usingizi pia kunaweza kukuathiri wewe kutoweza kumpatia mke wako cha asubuhi. Sawa? Hizo zote zinaweza kukusababishia wewe ukakosa ile erection ya asubuhi. Kwa hivyo chonde. Sababu za pili huwa ni sababu za kisaikolojia, msikilizaji. Chonde na msongo wa mawazo. Chonde na wasiwasi. Manake kuna wanaume wengine nao wana wasiwasi, utasema wanaoga nje. Yeye anamvumbula mwanamke lakini ana wasiwasi. Je, nitaweza kumfikisha kileleni? Nina hofu mimi, labda ninakibamia, ataweza kuridhika? The moment ukiwa na huo wasiwasi, huwezi kabisa kumtosheleza mwanamke.
kivyo vyote. Inshallah uwe unakibamia ama umejaliwa na jana la ng'ombe, huwezi kivyo vyote kumridhisha mwanamke. Hofu ya kushindwa kumhandle mwanamke, msongo wa mawazo, labda ni matatizo ya kifamilia, ni matatizo ya kimaisha, ni matatizo ya kihela, ni matatizo yoyote, bora tu iko kwenye msongo wa mawazo. I'm telling you, hayo yote inazuia mwili wako kupumzika vya kutosha, kwa sababu wewe muda wote unafikiria tu utapumzika saa ngapi. Na sasa the more ukifikiria, the more ukiwa na msongo wa mawazo, unaathiri mzunguko wako wa usingizi. Na usingizi unaleta erection. Msikilizaji, kama ulikuwa hujui, ni upumzike vya kutosha, ulale vya kutosha, upunguze msongo wa mawazo, erection itakuja bila hata kushikwa mahala popote. Matatizo ya kimahusiano, ndio maana siku zote huwa nawaambia, before you go to bed, make sure muna handle issues zenu, munatatua migogoro iliyoko. Matatizo ya kimahusiano, migogoro ya kutoka kwa mpenzi wako. I'm telling you, pia inapunguza hamu ya kupeana cha asubuhi. Wewe unajua raha ya morning glory? Unajua utamu wa morning glory? Wewe ati umepanda kitanda usiku, umempatia mwenzako mgongo na mwenzako, yani mnalala mzungu wa 4, kisa na maana mumekosana. Kweli unajikosesha raha. Sababu ya 3 na ya mwisho huwa ni mambo ya mitindo ama mtindo wa maisha. Kutofanya mazoezi. Kwa sababu kuna mwanamume mwingine amevimba kuanzia kichwa mpaka kidole chake cha mwisho. Sasa kuna sehemu mashallah umejaliwa na Mwenyezi Mungu, lakini haziwezi kutoka kwa sababu umevimba sana. Fanya mazoezi, sehemu zingine zijitokeze, zionekane. Usije ukaambiwa unakibamia, kumbe alhamdulillah mashallah umejaliwa, lakini kwa sababu umekataa kufanya mazoezi, vitu vingine vinarudi ndani. So kutofanya mazoezi, msikilizaji, inapunguza kwa kiasi kikubwa mzunguko wa damu na nguvu za mwili kwa usawa. Kama wewe ni mvutaji sigara, kama wewe ni mbugiaji pombe kupita kiasi, sikwambii usivute sigara, hiyo ni starehe na huo ni uraibu. Sikwambii uache pombe, huo ni uraibu. Lakini kitu chochote ambacho kitapitiliza kina madhara. Kwa hivyo uvutaji wako wa sigara, ubugiaji wako wa pombe kupita kiasi, inaharibu mishipa ya damu na kupunguza ile hormone ambayo ipo kwa wewe mwanamume kuongeza nguvu za kiume. Lishe duni, msikilizaji, na upungufu wa virutubisho muhimu. Kuna mwanamume sasa hivi nazungumza naye na ananiangalia, lakini anakosa madini, anakosa zinc, anakosa vitamin D, anakosa mambo ya protein. Wewe ukosefu wa hivyo virutubisho hujui kama inaathiri nguvu za kiume. Na ndio maana siku zote unaambiwa kula sijui njugu, wewe unadhani kwa sababu gani? Mbegu za maboga zina vitamin, zina protein ambazo zikuongezee wewe nguvu za kiume. Na kumbuka, ikiwa tatizo la kutopata erection ya asubuhi linaendelea kwa zaidi ya wiki 3 ama 4 mfululizo, hiyo inaweza kuwa dalili ya mapema ya tatizo la mshipa ama mishipa ya damu, au homoni yako ni kidogo ama chache. Kwa hivyo tafadhali, if symptoms persist, seek medical advice. Uchunguzi wa daktari wa afya ya wanaume. Kama unamuelewa urology, ufanye kabla haijakuwa tatizo kubwa, kwa sababu wewe mwenyewe mara kwa mara ni muhimu sana kwenda kuonana na daktari.
Ukiona changes zozote kwa mwili wako, unashauriwa kukimbia kwenda kwa daktari. Kwa wewe mwanamke ambaye unamuona mumeo asubuhi amefeli kukupatia morning glory, jiulize, mpe support. Ile unamsupportije? Kuna lile jibooster ambalo ilikuwa nimelitengeza hapa ndani ya unyagoni. Kuna supu ya pweza jamani. Kuna supu ya kasa. Kumsaidia ili morning glory ni tamu na ni muhimu. Coco FM 98.9, ladha ya pwani.